nikifungua kituo cha redio watu watakuwa wanasema ni ya D yule mwanamuziki tunayemfahamu. Hamna uhusiano wowote. Unaweza kupita unalalamika ninahujumiwa, ninatumika, vitu vya namna hiyo. Nikiona napiga kelele sana naamua kwenda mahakamani ili nikufunge kabisa mdomo. Mahakama ikuzuie kabisa, sio tu kulitumia, hata kutamka. Okay. Umeona? Kwa hiyo vitu kama hivyo vinaweza kutokea. Kwa tunapokutana na wasanii wetu tunawahimiza hizo brands ambazo mmetumia nguvu nyingi sana kuzijenga, basi msiziache tu zinaelea hewani, mtu yote akaja akatumia jinsi anavyojisikia. Okay. Hapa umeongea kunufaika. Hapa mtu anaweza akawa anajiuliza, msanii ananufaikaje na kusajili lebo yake au brandi yake kwa Braille? Kunufaika kupo kwa namna nyingi. Namna ya kwanza ni kupata ulinzi. Hiyo ni namna ya kwanza yeye kunufaika nayo. Namna ya pili, tunaona jinsi ambavyo sitazungumzia ni brands zipi za kimataifa, lakini nadhani tunafahamu kuna brands nyingi sana za kimataifa ambazo zinakuja kufanya biashara huku kwetu. Sio kwamba wale wanaokuja kufanya biashara huku, kwa mfano migahawa mikubwa ile ya kimataifa, fast food companies zile na nini, sio kwamba wao ndio wamekuja kufungua zile biashara huku. Isipokuwa wametoa leseni kwa watu ambao wanaona kwamba wanaweza wakafanya biashara kupitia zile brand kwenye mazingira ya Tanzania kwa mfano. Sawa? Kwa hiyo kinachotokea, huyu aliyechukua ile brand ameamua kuifanyia biashara hapa Tanzania, maana yake kuna gawio analirudisha kwa wale wanaoimiliki ile brand. Vivyo hivyo sasa na kwa wasanii wetu wakitengeneza brands zao hizo, licha ya kwamba ameilinda, anaweza kumkodisha mtu mwingine kuitumia kufanya biashara. Kwa mfano, nitumie sanaa ya muziki kwa sababu tunaelekea kwenye maadhimisho ya siku ya miliki ubunifu tarehe 21 na dhima kubwa ni au dhima kuu ya maadhimisho hayo ni swala la muziki. Kwa hiyo ambacho kinatokea, wewe unaweza kaanzisha kitu, wewe una jina lako lakini huna plani za kuanzisha kituo cha redio au cha televisheni. Kwa hiyo anaweza akaja mwekezaji akasema, bwana, kwa hili jina lako ninadhani nikilitumia kwenye biashara yangu ya kuanzisha redio au televisheni ninadhani nitafika mbali. Na hapo anakuwa ameshajiridhisha wewe kuwa umesajili. Atakachokwambia, ninaomba tuingie ubia. Mimi nilitumia jina lako kufanya biashara ya redio na wewe utapata gawio kutoka kwenye biashara ninayoifanya mimi. Kwa hiyo mtatengeneza mikataba yenu, mtaingia makubaliano ambayo unadhani wewe yatakunufaisha kutokana na thamani ya jina lako ambalo unaliona liko sokoni. Basi utapata faida hizo. Na ninaamini tunakokwenda, kwa sababu kati ya vitu ambavyo sisi Braille tunavipambania kwa kiwango kikubwa ni kuona kwamba sasa ifike mahala zile brands ambazo zimejenga heshima kubwa mtu anaweza akaitumia kama dhamana yake anapokwenda labda benki kukopa na vitu kama hivyo. Badala ya kwanza kuhangaika, ninataka kukopa niwekeze nyumba, niwekeze kiwanja, unaitumia ile brand yako kama collateral. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunatamani siku moja tuvione vinatokea. Okay. Kwa utafiti mfupi au takwimu mfupi ya kwenu, ni idadi ipi ya wasanii ambao wameweza kujisajili Braille na wananufaika pamoja na taasisi yenu? Kwa kifupi walau niseme wasanii wote wakubwa tunaowafahamu hapa ni wateja wetu. Wamesajili brands zao unazozifahamu wewe, iwe kwa majina yao ya sanaa au zile brands ambazo zinahusiana na biashara zao. Wamezisajili. Na niseme kwamba mwanzoni hawakulielewa hili. Tunashukuru afisa mtendaji mkuu wa Braille. Kati ya vitu ambavyo amevipa uzito mkubwa ni kujiweka karibu na wasanii pia. Yeye mwenyewe binafsi kuna wakati anawapigia simu. Akisha kuta mtu anafanya jambo kubwa kwenye media, halafu anatuuliza sisi ambao tuko chini yake, hebu tazameni huyu mtu kama
amejisajili, amelinda brand yake na nini. Mtakapomwambia hatuoni taarifa zake, yeye mwenyewe atapiga simu au atawafata na kuambia, jamani, hiki mnachokifanya kwa chenyewe tu ni mali, kwa hiyo angalieni namna ya kulinda. Kwa hiyo tunashukuru wana mwitikio mzuri pindi wanapotembelewa na kualikwa kulifanya hilo jambo. Okay.